بسم الله الحمد لله وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نمsikize vizuri. Al'an sasa tunataka kuendelea na lesson letu, na kadhalika mima akhadna ilikuwa inafaa tuendelee na ile somo lenye tulikuwa tumechukua, lakini hakuna shida. Kulingana na siku ya leo tuchukue yale machache ya leo insha Allah, na watu nafaa watulie wanisikilize vizuri. أولا سنأخذ بلغة العربية، أنا سأفسر بلغة العربية ثم نأخذ بلغة السواحلية. تكون يكون زمزاها يعني mambo ya muhimu na tuzungumzie kwa Kiarabu, ثم أتكلم بلغة السواحلية لا بأس بها. نعم nisikilize kuja hapa kule peke yako, tuone kama utakosa kuongea hapo. Man rabbuka, mlezi wako ni gani? Mungu wako ni gani? Ni nani amekuumba? Rabbi Allah, mwenye ameniumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye inafaa tumwabudu peke yake, tumpokeshe kwa kumwabudu. Tusaabudu masanamu, tusaabudu mitume, tusaabudu mawe, tusaabudu majini, tusaabudu mashetani, tusaabudu watu. Allah tusaabudu mtu yote isipokuwa Allah peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala yarda bihadha, Allah anaridhia haya. Naam, sasa watu nafaa wajichunge, wasikuwe na imani mingi, waseme khali nadhab wa na'budu al-insan. Acha tusiende tuabudu yule mtu mwenye amezikwa, sio vizuri na hairuhusiwi kwa dini. Idha nakul aina Allah, swali ni tulikuwa tumesema Allah kwa wapi? Kila واحد يسأل عن نفسه, na watu wengi wajui Allah kwa wapi, Mungu kwa wapi. Aina Allah, Allahu fi samaa, Allah ako mbinguni, Allah ako mbinguni. Msichana, acha Allah kwa wapi? Ako mbinguni. Mtakiuliza aina Allah, mwanzo Allah subhanahu yupo. Sababu kitaka kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo ni kwa wakati sasa uko miaka 20, uko na miaka 15 kabla uzaliwe. Nani ulikuwa wapi? Kai fatani watu sahihi wanakuja alafu wanataka kufikiria yale yenye hawana elimu kwayo, wanasema sisi tumekuja hivi. Hakuna mwendeshaji wa dunia, hakuna almudabbir, hakuna mwendeshaji wa kila kitu. Lakini as-sahih, lakini kwa hakika yupo, fa huwa Allah, huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watu wasimkosee, wasivuke sheria zake na wasiende kinyume na sheria zake, na sana sana Qur'an na matamshi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kivipi? Sana sana wakati mtu atakuwa anasema Allah subhanahu wa ta'ala yupo, al-Khaliq, muumba wa kila kitu yupo, na Allah yupo. Umeshika Allah ni Allah ako wapi? Ako mbinguni. Yupo. Faman yukhalifu hadha, mwenye atakuwa ni mwenye kuenda kinyume na haya, lazima tumuulize. Akisema Allah yupo, tutamwambia yupo. Tutamuuliza umekuja kivipi? Wewe ulikuwa kabla miaka 200? Atasema hapana. Vitu vingine sasa ni kitu hukumu vitu sahihi zenye unaona, lazima mtu akwe na kanuni, akwe na sheria yenye atakuwa mwenye kufuata. Allah hakuumba hivi ujifanyie venye unataka, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea kitabu na kupatia matamshi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. So sikufupi, Allah subhanahu wa ta'ala ako mbinguni, na kama imekuja kwa hadithi ya ama kijakazi, bosi wake ameshawahi kuja kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anataka kumwachilia, fasalahu, akamuuliza aina Allah, akatoa ishara ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ako mbinguni. Akamwambia a'tiquha fa innaha mu'mina, mwachilie akwe huru, sababu yeye ni amekuwa na imani, ni mu'min.
na pia tunasema Allah subhanahu wa ta'ala Allahu wahid, Allah ni mmoja, sio wawili, sio watatu, sio saba, sio nane. Au hatuwezi sema Yesu sikizeni hatuwezi sema Yesu ni nini ni Mungu, ni makosa. Na hatuwezi sema mama yake Maria ni nini, ni Mungu, ni makosa. Na hatuwezi sema Yesu ni Mungu, na hatuwezi sema Maria ni Mungu, na hatuwezi sema Allah akona baba au akona mama. Hakuna hayo mambo. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemsifa akiwa anamzungumzia, amejisifa akiwa anajizungumzia lam yalid wa lam yulad. Wakati alipoambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Wayahudi wamemkujia kumwambia tuambie Mungu wako ni nani, faqal Allah subhanahu wa ta'ala akashusha aya kwa kupitia Jibril alayhi salam zilikuwa zinamsifu, zinamzungumzia yeye mwenyewe. Imana akajizungumza kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul huwa Allah ahad, sema Mungu ni mmoja, Allahu samad, mwenye anajitegemea, lam yalid wa lam yulad, hajaza na hajazaliwa. Inamaanisha sasa kuzani katika sifa za unyonge zinaonyesha kama mtu hakuna upungufu fulani. Umeshika la kwanza. Pili, na pia Allah subhanahu wa ta'ala lazima watu wafanye bidii kwa kumjua na kwa kumtambua sana. Elimu kama hiyo inaipata kwa vitabu vya aqida, vitabu vinazungumzia mambo ya aqida. Sasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wahid, Allah ni mmoja. Hatusifu kusema Mungu ni wa saba lakini mkubwa ni Allah. Hayo maneno yanakutoka kwa Uislamu, anakufanya kuwe kafir. Na kadhalika tuweze sema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Mungu, ni makosa. Haturuhusiwi kuweka ghulu, kumpenda sana alafu tunapita daraja kama hiyo na tunavuka sheria za Allah. Na turuhusiwi kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah daraja yao ni moja, haturuhusiwi. La. Rasulu ni tunamsifu kwa kusema ni rasul na abd na ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu alikuwa anaenda chini ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, hakuwa anajiweka juu ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wenye wanasema kwamba Ali, wanasema Ali ndiye alikuwa inafaa kwa mtume badala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha kidbun wa buhtan. Haya ni mambo ya uongo na ni mambo mwekea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sana walikuwa wanawekea Jibril alayhi salam, akasema amekosea, akapeleka wahi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya sio sahihi. Allahu ma'budi, Allah ndiye inafaa tumwabudi. Laisa li ma'bud, hatuna mwenye tunaosawa kuabudi mwingine isipokuwa yeye. Meshika hizi sala tano lazima mtajue ni nini anaongea. Mwanzo tunasema Allahu akbar, Allah ni mkubwa, na baadaye tunasema sami'a Allah, jina Allah tunalisema, si ndio? Allahu sami'a Allah nasikia liman hamidahu, kwa yule mwenye anamhimidi. Sami'a Allahu liman hamidahu, na mambo kama hayo. Rabbana, ewe mlezi wangu, walakal hamd. Ewe la rabbana, wewe ni mlezi wangu, ewe mlezi wangu, walakal hamd, na wewe mwenye kuhimidiwa. Sami'a Allahu liman hamidahu, rabbana walakal hamd. Rabbana, ewe mlezi wangu, walakal hamd, na wewe mwenye kuhimidiwa. Bima arafta rabbaka, je umejuaje Mola wako? Je umejuaje Mungu wako? Biayati, mwache kuongea. Umejuaje Mola wako? Biayatihi, kwa kupitia. Bima arafta rabbak, mwanzo kuna mwenye anasema hakuna Mungu, unaweza toa sababu? Hakuna. Toa sababu tusikie. Hakuna sababu yote. Bima arafta rabbaka, je umemjuaje huyo Mungu? Biayatihi, kwa kupitia aya zake. Kuna aya zenye tunaona kwa hii dunia tunafaa nakulu huwa Allah. Hizi zinaonyesha kwamba ni aya thabit, zinaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Biayati, kwa kupitia aya zake na viumbe vyake. Naam, na dalili zipo ni mingi. Min ayati, sasa kwa aya zake al-layl wan-nahar, kuna usiku. Ismani, acha mdomo.
min ayati, katika aya zake al-layl wan-nahar, kuna usiku na mchana. Na wote wenye viumbe vyote venye viko hapa dunia vinasema nini? Vinaona nini? Al-layl. Watu mchana in the morning wanaanza wanaingia mchana, alafu usiku kuna nini? Kuna nini? Kuna giza. Kuna nini? Bana anaingia usiku, sio? Hakuna mwenye anaweza ishi kwa hii dunia siku 5 isipokuwa ataona usiku na mchana, isipokuwa mwenye atakuwa anaishi kwa ghorofa au ni mgonjwa anaishi kwa nyumba au kwa hali fulani yenye sio mzuri kwake au yenye inakuwa kama ni kazi. Lakini sana idadi kubwa na viumbe mingi wengi wanasema kwamba wanaona hizo alama na hizo aya zake zenye zinaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Umefahamu? Kapo. Acha kuongea. Nyamaza. Umesikia? Sasa kwa ufupi kuna hizo aya, hakuna mwenye anaweza zikataa, hakuna mwenye ameziweka. Ukiambia wazungu watoe usiku na mchana hawezi. La yakdiru. Hawezi, isipokuwa watakosea watu, labda wakosa kuangalia vizuri au watumie njama zingine na mambo mengine yenye hayafai kwa Uislamu. Lakini as-sahih fi masala ni kwa kila mtu akikuja hapa dunia akizaliwa baada ya miaka fulani anaona usiku na anaona mchana. Na kama imekuja kwa kisa ya Ibrahim tizeni akiwa anaongea na yule malik wakati alikuwa anapinga Mungu, akamuuliza akamwambia, Mungu wangu anapatia uhai na anapatia nini? Anafisha. Fanada akanadi akaita mtu mmoja mwenye alikuwa ndani ya gela, faqatala akamuua. Faqala ana Allah, faqala ana rabbi, akasema mimi ni Mungu, akasema mimi ni Mungu, ana rabbi ni kujisifu. Akasema mimi ana rabb, mimi ni Mungu, akasema ni mimi ni Mungu. Akaita mwingine alikuwa ndani akaita mwingine alikuwa ndani ya gela, akampatia uhai, dinana akamwachia, akasema mpatia uhai. Tafsiri yenye ya baadhi na kwa kufahamu kimakosa. Akasema Ibrahim, lakini akasema Allah subhanahu wa ta'ala anapeana uhai na ndiye anapeana nini na ndiye anafisha. Akampatia mfano mwingine, akasema Allah subhanahu wa ta'ala yati bishamsi min al-mashriq ila al-maghrib. Mungu wangu ni mwenye anatoa jua magharibi, mashriq kwenye linatokea analiweka magharibi na anaitoa hivyo, ndio Allah anapokamwambia na ifanye hivyo, fabuhika alladhi kafa, akakataa kukubali haki na kuchukua haki. Sasa inamaanisha kuna zile alama na kuna dalili za kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Ama Wakristo wenyewe wanasema kwamba wanasema kwamba Yesu ni Mungu, ukiwauliza Allah wanasema vitu vingine, wanasema Mungu ni kama yupo, na wengine wanasema yupo lakini pia Yesu ni yupo. Aqida kama hiyo na mafumu kama hiyo, mwenye nafahamu hivyo sio Muislamu kafiri. Sawa, kwa dini ya Uislamu na mafumu ya Uislamu. Sawa, umeshika? Umeshika? Wa min makhluqati as-samawati wal ard, na katika nini tunasema nini? Viungo, maana vile vyenye ameumba viumbe vyake. Wa min makhluqati, na tunamjua kwa kupitia viumbe vyake, as-samawati wal ard, mbingu, zile mbingu 7, wal ard, na hii ardhi. Na watu wamekuja hivi tu kuanzia karne kuanzia kitambo, watu wamekuja kwa hii dunia wakiwa wanaona ardhi, kitana zali kwa hii ardhi. Na alafu sama sasa tunaona ndege zinatembea, na hizi ndege ukiangalia miaka ya kitambo hazikuwa. Sasa hizi vitu mtu anatengeneza na anafanya na anafanya, hazimaanishi kwamba yeye ni Mungu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yamemjalia akampatia akili akafanya. Sasa tunafahamu mtu aendelee kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda. Wewe usema nacha
Kwenye tumefikia kuna mwenye ako na swali? Kwenye tumefikia kuna mwenye ako na question? Sawa mwache. Allahu Rabbi, sikiliza. Msikilizeni vizuri. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi, Allah ni mlezi wangu na ndiye mlezi wa viumbe vyote, na watu wanamjua kwa neema zake, kwa kukula, kwa kukunywa. Wanaacha mtu akikaa anaweza kaa mwezi mzima bila kukula na kukunywa kwa njia yote, sasa kwa amekufa. Idhan inafaa tumshukuru kwa zile neema anaopatia sana, neema ya Uislamu na neema zingine. Hizi haya madai sasa nafaa kwa uhakika. أنا أحب الله من أمبين الله سبحانه وتعالى. أنا مبتدأ أحب الخبر. أنا أحب الله من أمبين الله سبحانه وتعالى. كل من يمبين الله سبحانه وتعالى sasa yale Allah subhanahu wa ta'ala anapenda, lazima upende kuliko baba yako, kuliko mama yako na kuliko viumbe vyote. Sawa, kuna shida. Na alafu pia baada ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala unampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Na kama imekuja kwa hadithi nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anapenda vitu tatu na anapenda vitu tatu. Na hiyo hadithi inshallah tutaizungumzia. Naam. Sikizeni tawachapa sikiliza. Tayeb. Khalaqana Allah min adam. Allah ametuumba wakati hatukuwa. Idhan lazima tumpende Allah subhanahu wa ta'ala. Na alama za muda za kuonyesha kwamba nampenda ni kwa kufanya salawati 5, si ndio? Na kupenda dini yake kama imekuja kwa hadithi mtu anafaa apende dini yake na nini? Apende dini yake na apende Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa. ورزقنا النعم. لكن الله سبحانه وتعالى متفتيا neema mingi. Ndio tunasema neema ya hewa, neema ya Uislamu, neema ya kumjua tukawa ni sisi Waislamu, neema ya kuwa na hizo akili zenye zinatusaidia kusoma masomo tofauti, math, chemistry, mambo tofauti na mambo yanakuja kwa sekonda na mambo mengine. Sasa nafasi mshukuru na pia na sana neema ya amri kwa na sisi ya Allah ametujalia kwa na sisi na amri. Mtu anaweza toka hapo kaenda town, anaweza toka huko kaenda sehemu nyingine, mtu anaweza masaa mtu anaweza toka huko kaenda ile sehemu yenye mtu anaweza masaa 5, masaa 7, 5 hours akiwa njiani, akiwa hajapata shida. لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ ولا الله سبحانه وتعالى مكتوبة خلقنا الله لنكو بعبادته. مسلمة الله سبحانه وتعالى mtu akikufa tauliza baadhi ya masala. Mtu akikufa anauliza mambo mangapi? Matatu. Anauliza Mungu wako ni gani, na dini yako ni gani, na mtume mwenye ametumwa kwako ni gani. Sana sema dini yangu ni Uislamu na Mola wangu ni Allah, na mtume mwenye ametumwa kwangu au kwa umma wangu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia weke swali تكتب هذا صح؟ يا أخي عندك أي سؤال؟ ما هو يعني مثلا وتداني يقول ما أعظم ما أمر الله به نكي تغاني كبر الله تمبرك الله سبحانه وتعالى نكي تغاني كبر كي الله سبحانه وتعالى أمريشا تواني وني كفاني التوحيد كمبركيش الله سبحانه وتعالى كم عبوديتك والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة kujishusha na kubali yale ametuamrisha na kubali yale yenye ametukataza walimqiyamu lahu biqala kumsikiza na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, pole kuja hapo, kuja
Nyamaza. Sasa. Sawa. Ma a'zam ma naha Allah anhu. Ni gani magani a'zam? Yani makubwa ma naha Allah anhu. Allah subhanahu wa ta'ala mkataza. Ni gani? Ashirki. Kuna shida. Ni yale yenye makubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu aturuhusi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ما هو التوحيد؟ استذن. ما هو التوحيد؟ التوحيد في تقال هو إفراد الله بالعبادة. نيكم وعبد الله سبحانه وتعالى. ناسكاون نيكم وعبد يتكاكي. ما هي كلمة التوحيد؟ نقال كلمة التوحيد لا إله إلا الله. hakuna Mungu apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msikiza tukisema ma hiya kalima tauhid mtasema ni gani? La ilaha illa Allah. Hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kiuhakika isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiabudi jini fulani tunasema makosa. Mtu akiabudi mja fulani Ibrahim, Yesu, Moses tunasema ni makosa. Mtu akiabudi moto tunasema ni makosa. Kaa chini sasa, nenda kukaa chini. Kaa chini na ukuwe mpole. Na maana la ilaha illa Allah. Hapo tunasema makosa lazima mtaabudu Allah subhanahu wa ta'ala na mtafanya bidii kwa kumjua na kumtambua. Ma maana la ilaha illa Allah? Inamaanisha nini la ilaha illa Allah? La ma'bud, hakuna mwenye anaruhusiwa kuabudiwa bihaqi kiuhakika illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Uthman kati na Allah mwenye kukupatia manufaa na adhar na yale yenye anaweza kupelekea kuwa na shida au tadurruna, yale yenye yanatuudhi. Huwa an-nafi' ad-dar. Naam, ima kwa kufurahi kwa kuishi vizuri, huwa ni yeye anatupatia, na kwa hali ngumu na yale yenye atupendi akiridhi ni anatupatia. Ama mtakiwa na sababu ya kupelekea watu kuwa na shida, anapata dhambi na harusi kufanya hivyo. Allahu yashfini Allah huwa alladhi yashfika. Allah ndiye anakupatia shifa wakati umegonjeka. Tunasema Allahu yashfini idha maridtu. Allah ndiye anipatia shifa wakati nimegonjeka, si ndio? Sasa tunamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala watu warejee kwake kumwabudu kwa kufanya yale mazuri. Ukifanya ukiwa umeshatambua vizuri kwa upana, mashaallah, hakika umefahamu vizuri, unafaa kufanya nini? Inafaa utarejee thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika muislamu anaishi baina al-khawf wal-raja, anaogopa na anatarajia kwake nini? Nzuri. Na mtu asijiweke kwa shida au ajipatie dawa sana tena. Anataka nini? Nataka Allah nipende. Nataka nikuwe mnyonge ili niweze Allah aweze kunipenda. La. Nafaa usijidala wala tulqu aydikum ila tahluka. Msijiingize kwa shida. Tena anakunywa pombe alafu anakosa akili, anaanza kuharibu vitu, anaua watu, anapiga watu, anakosea watu heshima zao. Tunasema usifanye hivyo na usikunye vitu kama hivyo. Na pombe ikiwa kidogo yake au imeharamishwa, sio mzuri kwetu. Na ni vizuri watu watabiri majina Allah subhanahu wa ta'ala tafadhali. Allahu qawi, Allah ni mzito kwetu, haturuhusi kumkosea. Na ni vizuri mtamjue akimkosea aligei kwake amuombe msamaha. Na tunasema pia kama natamshine mazuri sana Allahu yarani, mtakika Allahu yarani, Allah ananiona. Ni sasa nafaa alam tara anna Allah yara, je hamuoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaona?
Sasa ni vizuri watu wafanye nini? Ni vizuri watu wafanye nini? Wakuwe wapole. Tunasema kivipi? Allah yarani, Allah yarak, Allah anakuona. Sasa tulikosea. Na ukimkosea urejee kwake muombe msamaha. Na ukimkosea ukuje kwake, ujue ni vizuri utambue shurutu tauba, conditions za tauba, ili tauba yako ikubaliwe. Lakini ikiwa ni makosa, wakati unatawadha, wakati unaswali swala 5, utakuwa ni mwenye kusamehewa. Wakati unafunga Ramadhani kwa Ramadhani utasamehewa. Wakati unafunga ikiwa unaswali salatu Jumaa maa aljamaa, pamoja na jamaa, wiki ya kwanza na wiki ya pili ukaziswali ndani ya jamaa pamoja na Waislamu bila kuchelewa, utasamehewa kwa yale makosa makubwa. Lakini ikiwa ni katika yale dhunub al-kabair, madhambi makubwa, lazima ufanye nini? Tub ila Allah au tatubu ila Allah. Itakuwa ni mwenye kutubu kwa Allah, au tunasema kwa matamshi ya kuamrisha tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atuseme ni yale yenye kutoka kwa Islam, la, ni yale yenye yanaweza kupelekea ukakuwa tahta al-mashia. Siku ya kiyama unakuwa chini ya kutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka anakuadhibu au akuweke akuingize peponi. Min fawaid at-tauhid, katika faida za kujua tauhid na kuwa na tauhid na kutambua tauhid, tutazungumzia wakati mwingine insha Allah. Kuna mwenye kuna swali yote kwa hiyo tumezungumzia? Kuna mwenye kuna na any question? Hakuna? Kuna any question? Indaka swali? Hali fikum swali? Sasa nafaa watu wawe wenye kufanya bidii. Kuna any question? Inafaa watu wawe wenye kufanya bidii kwa haya tumezungumzia, na haya tumezungumzia kwa ufupi, lakini ukiyajua utayatambua unakuwa Muislamu. Sasa al-iman ni kuamini kwa matamshi yako na vitendo. Maana ukiamini wa al-iman bimaana ukawa unazungumzia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameumba, Allah subhanahu wa ta'ala inafaa kumwabudu peke yake, havitoshi. La, aidan kadhalika tutadhifuhu, unafanyia kazi hayo. Unaona, alafu imma kwa kuonekana na wakati umejificha ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa nini? Mu'min. Unakuwa mu'min, unakuwa Muislamu mu'min. Sasa ni vizuri watu waendelee kufanya bidii kwa kutambua sheria kama hizi na maneno ya Kiislamu kama haya, ili wakati wanajidai kwamba ni waumini, ni Waislamu, usiwe ni uhakika. Kweli nini? Ni kitu ya uhakika. Laisa min babi iddia, sio njia ya kudai peke yake. Ila sasa kwa ufupi lazima watu waendelee kutafuta maisha mazuri. Uislamu unatuambia mtu akae kwa nyumba yake, agoje, apate chakula, aishi, aoe, apate pesa, apate elimu. La, kuna mtu umeshawahi kuona anakaa kwa nyumba bila kusikiliza radio au njia nyingine ya teknolojia alafu sema tajua Mungu? La, hasha wakati. Lazima fanye bidii kwenda kutafuta mwalimu, kwenda kutafuta shehe amuulize au amfundishe na baada ya Mungu. Sasa nafanya nini? Inafaa watu waendelee kufanya bidii kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto wadogo na watu wazima na wazazi wetu, naomba Allah subhanahu wa ta'ala waingize kwa pepo, na sisi wenyewe tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe kwa yale tumefanya makosa na yale mazuri tumefanya. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe. Na alhamdulillah.